Viongozi wa kanisa pamoja na baadhi ya viongozi wa kisiasa wamewataka wakazi wa eneo bunge la Kasipul katika kaunti ya Homa Bay kudumisha amani na umoja kuelekea uchaguzi mdogo ujao. Wito huu umetolewa kufuatilia makabiliano yaliyotokea katika eneo la Upondo na kusababisha vifo vya watu wawili, hali iliyoongeza taharuki katika eneo hilo. Uchaguzi huo unatarajiwa kuwa na ushindani mkali kati ya mgombea wa ODM Boyd Were na mgombea huru mfanyabiashara Philip Nation Aroko, huku kampeni zikiendelea kwa kasi maeneo mbalimbali ya Kasipul. Hiyo sio tabia zetu tena. Hatutaki kurudi nyumba wakati watu wanakuwa wanatupa mawe. Mambo ya mawe iliisha na ile wakati. Sasa ni wakati wa uchaguzi ambaye ni wa haki, na tunajua ya kwamba yule ambaye atachaguliwa na watu hao ambaye wanaenda kwa by election, huyo ndio atakuwa kiongozi. Lakini kutupa mawe, kutusi wengine na kusema hawezi na kusema mambo mengi, hiyo kama kanisa tumekemea. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM Gladys Wanga amelaani vikali vita vya vurugu vilivyoshuhudia wakati wa kampeni na kuwataka wakazi kudumisha amani. Amesisitiza umuhimu wa umoja na kuvumiliana kisiasa, akihimiza wapiga kura kuendeleza kampeni za kistaarabu na kuepuka vitendo vya uchochezi wakati uchaguzi unakaribia. Nataka niseme ya kwamba tuko na by elections katika constituencies tofauti. Na mimi nataka kuomba kama national chairperson wa chama, wanachama wetu kila mahali, tafadhali tudumishe amani. Na nataka nipinge kabisa ile mambo ambayo ilifanyika hapa Kasipul. Nataka kuomba amani. Kura iombwe kwa amani. Hakuna siku kuleta vita italeta kura. Sisi kama wanachama wa ODM nataka kuambia wafuasi wetu kila mahali, tafadhali tuzingatie amani, tufanye rally zetu kwa amani, kwa sababu najua wananchi wameshaamua ya kwamba zile viti ambazo ziko pale tukiongelea kuwazungumzia watajitokeza na watapigia kura chama cha ODM. Kwa sasa mashirika ya usalama yamehimizwa kuongeza doria katika maeneo yanayotarajiwa kuwa na msongamano mkubwa wa wapiga kura ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na uwazi bila kuhatarisha maisha ya wananchi. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simio.